Na leo katika Sport Kachumbali tuangalia mengi ambayo yameweza kujiri. Sauti unaisikia, jina langu Valiko Kanyamala. Ukiingia pale YouTube andika Lumen Online TV unatupata katika habari motomoto za kimichezo. Lakini 91.7 Lumen FM Radio ndipo tunapatikana kupitia Sport Kachumbali. Na katika Sport Kachumbali leo, msikilizaji na mtazamaji, tukielekea kule katika nchi ya Ivory Coast. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limepata pigo baada ya nchi ya Ivory Coast kujiondoa kama mwenyeji wa michuano ya kombe la kimataifa Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Mashindano hayo yalipangwa kufanyika kati ya Aprili na Mei mwaka 2025. Kutokana na hatua hiyo, CAF sasa italazimika kutafuta nchi nyingine itakayochukua majukumu ya kuandaa mashindano hayo. Wakati huo draw ya mashindano yamepangwa ambapo Kenya imejumuisha katika kundi C pamoja na Zambia, Sierra Leone ikiwa pamoja na Senegal. Na leo katika TBT ya Sport Kachumbari ambao tunakumbushwa kwa mchezaji wa England anayechezea katika klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani. Siku kama ya leo mwaka 2015 Harry Kane aliandika historia kwa kufunga bao kwa sekunde 80 tu baada ya kuingia uwanjani kwa mara ya kwanza na timu ya taifa ya England. Katika mechi hizo dhidi ya Lithuania aliingia dakika 71 kuchukua nafasi ya Wayne Rooney, na muda mfupi baadaye akafunga kwa kichwa baada ya kupokea cross kutoka kwa Raheem Sterling. England ilishinda magoli 4-0 huku mabao mengine yakifungwa na Wayne Rooney, Dan Welbeck pamoja na Raheem Sterling, ukijumuisha pamoja na Harry Kane. Kane alitaka tukio hilo kuwa moja ya nyakati bora zaidi katika maisha yake ya soka, na tangu wakati huo amekuwa mchezaji muhimu wa England akifikisha mabao 71 katika mechi 105 mpaka sasa na kufanya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Uingereza, akifuatiwa na Wayne Rooney mwenye magoli 57. Shirikisho la soka la Brazil CBF limefungua tena mazungumzo na Carlo Ancelotti, huku uwezekano wa kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Brazil. Mazungumzo yanaendelea licha ya Carlo Ancelotti kuwa ana mkataba wake na Madrid hadi mwaka 2026. CBF hapo awali ilihitaji Carlo Ancelotti achukue nafasi hiyo ya mwaka 2024, lakini kocha huyo aliongeza mkataba wake na Real Madrid mwishoni mwa mwaka jana. Hata hivyo, baada ya matokeo mabaya ya Brazil ikipokea kichapo cha magoli 4-1 dhidi ya Argentina, shirikisho hilo limefanya juhudi mpya ya kushawishi aje kuchukua majukumu hayo. Na klabu ya Real Madrid imethibitisha kuwa beki wake Raul Asensio amesaini mkataba mpya wa muda mrefu ambapo utadumu hadi Juni 2029. Makubaliano hayo ya awali yalikuwa tayari na sasa mkataba wake umeshakamilika na kutiwa saini ya pande zote mbili. Mshahara wa Asensio umeongezeka huko Real Madrid imefurahishwa na kiwango cha Raul Asensio. Na tukiachana hapo, tukiweka kule winga wa Chelsea na England Non Madueke mwenye umri wa miaka 23 yupo katika rada za AC Milan ambaye inahitaji kumsajili katika dirisha hilo lijalo la majira ya kiangazi. Madueke ambaye mkataba wake na Chelsea unatarajiwa kumalizika mwaka 2030 anatamani kuachana na timu hiyo kwa sababu hapati nafasi ya kutosha katika kikosi cha kwanza. Msimu huu amecheza mechi 28 za michuano yote. Ilikuwa nami Valiko Kanyamala, kiungo msigwa bench, jezi nambari 77.